Ndugu waandishi wa habari, hali ya usalama mkoa wa Ruvuma ni shwari. Jeshi la polisi linaendelea na kazi ya kulinda watu na mali zao. Ndugu wanahabari, napenda kutoa taarifa ya matukio na mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha mwezi April na mwezi Mei mwaka 2025 kama ifuatavyo. Tunalo tukio la kwanza la mauaji. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 majira ya saa 9 na dakika 45 mchana katika kitongoji cha Namihoro, kijiji cha Pelamio A, wilaya Songea, mkoa wa Ruvuma, binti aliyetambulika kwa jina la Shukurani Ajiliwa, kwa jina la umaarufu anaitwa Kidwangise. Huyu ana miaka 19. Kabila yake ni Mhehe, dini yake ni Mkristo, na alikuwa anafanya kazi za ndani. Alikutwa akiwa ameuawa. Marehemu aliuawa kwa kukabwa shingo na kisha kuchinjwa na kitu chenye ncha kali kwenye shingo na kutobolewa tumbo. Jeshi la polisi lilifanya upelelezi mkali na leo limemkamata mtuhumiwa Eric Turuka, jina la maarufu anaitwa Kenneth. Huyu ana miaka 23, kabila ni Matengo, na kazi yake kubwa ni kufanya kazi kwenye bucha, kazi ya kuuza nyama ya nguruwe huko Namihoro. Tumemkamata vile vile akiwa na kitu chenye ncha kali, yani kisu ambacho alitumia kutekeleza mauaji hayo. Sababu za kutekeleza mauaji hayo ni wivu wa mapenzi baada ya kukataliwa kumwoa marehemu na wazazi wa marehemu, ambapo baadaye binti na ambaye ni marehemu na wazazi wao walimkubali mtu mwingine. Ndipo alipopatwa na wivu mkali na hasira na kwenda kumuua marehemu. Lakini tukio la pili ni tukio la wachimbaji watatu kufukiwa na kifusi kwenye mgodi wa Goldfield huko Mbinga. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 2025 majira ya saa 6:30 usiku katika mgodi wa Goldfield Company uliopo kijiji cha Lukarasi, wilaya ya Mbinga, mkoa wa Ruvuma, kulitokea tukio la maji kuingia kwenye mgodi na hivyo kusababisha mgodi kujaa maji na hivyo kutitia na kifusi kuziba kwenye mgodi huo. Kufuatia hali hiyo, wachimbaji watatu waliokuwa ndani ya mgodi usiku huo walifukiwa na kifusi hicho na hivyo kupoteza maisha. Jeshi la polisi likiongozwa na jeshi la zimamoto na uokoaji na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa takriban wiki nzima imekuwa likipambana kuhakikisha watu hao waliokuwa wamefukiwa wanapatikana. Hivyo basi jana tarehe 16 timu hiyo ya uokoaji ilifanikiwa kuopoa miili ya watu wawili. Mmoja anaitwa Faustin Isidori Komba, huyu ana miaka 25, Matengo, na kazi yake kubwa ni mchimbaji. Na wa pili ni Oscar Sevelin Komba, miaka yake ni 21, mchimbaji naye ni Matengo. Na watatu bado
hajatolewa, ambaye ni Edson Kevin Komba, miaka 33, naye ni Matengo. Watu hawa wanatoka kwenye familia moja, na bado timu ya uokoaji iko kwenye eneo la tukio, inaendelea kupambana kuhakikisha tunapatikana mwili wa tatu, na taarifa zaidi ya operation nzima jinsi ilivyoendeshwa itatolewa na mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Ruvuma. Tukio la 4 ni misako mbalimbali inayoendelea kuanzia jana tarehe 16 mwezi wa 5 2025 katika mji wetu wa Songea. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, kufuatia matukio yaliyoanza kujitokeza ya uporaji, ya wizi na ubakaji, limeamua kuendesha operation kali, na jana tarehe 16 mwezi wa 5 2025 limeendesha operation hiyo na kuwakamata watuhumiwa wanaojihusisha na unyang'anyi, wizi na ubakaji wapatao 24. Watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa vijana wote kupunguza wivu wa mapenzi na hasira zisizokuwa na msingi, na wakikataliwa wawe na subira, kwani watapata mwingine ambao watakuwa wamepangiwa na Mwenyezi Mungu, badala ya kuchukua hatua hizo ambazo zinafanya kupoteza hao wanawake wanaolikuwa wamewakataa, lakini vile wao wataishia jela. Kwa hiyo itakuwa ni hasira tu za mkizi, wawe na subira. Kwa wahalifu wote, operation ya kuwasaka wezi, wanyang'anyi na vibaka ni endelevu, hivyo waache mara moja, na wazazi wao wawakanye watoto wao, la sivyo jeshi la polisi litachukua hatua kali dhidi yao. Asanteni.